Kisiwa cha Mafia ni mojawapo ya kisiwa kinachopatikana pwani ya Afrika Mashariki nchini Tanzania. Wakazi wa kisiwa hiki hutegemea bahari katika shughuli zao za kila siku. Wadau mbalimbali wakiwemo mradi wa Pamo NBS wamejikita katika uendelevu wa matumizi ya bahari kwa njia asili za jamii husika. Participatory Modeling for Nature-Based Solution, kwa kifupi Pamo NBS, ni mradi wa kiutafiti ambao unafanywa na Taasisi ya Sayansi za Bahari ya Chuo Kikuu cha Dar es Salaam kwa kushirikiana na wadau taasisi ya Kijerumani ya utafiti wa mambo ya bahari inaitwa ZMT, pamoja na taasisi ya utafiti wa mambo ya bahari kutoka Madagascar. Ni mradi wenye lengo la kukusanya taarifa zinazotarajiwa kusaidia kuboresha mifumo ya ufanyaji maamuzi kwenye usimamizi wa rasilimali za bahari. Mradi huu kwa Tanzania unafanyika kisiwani Mafia, ambapo katika hatua mbalimbali tumeweza kuongea na wadau wanaohusika kwenye matumizi na usimamizi wa rasilimali za bahari, pia kujua taasisi zinazohusika katika usimamizi huo ili kupata taarifa asilia ya jinsi gani zinaweza kusaidia kuboresha usimamizi wa rasilimali za bahari kwa wale wadau ambao wameainishwa katika utafiti huu, kwa lengo kubwa la kusaidia kutoa ushauri wa kisera juu ya maboresho ya taratibu za matumizi na usimamizi wa rasilimali za bahari Tanzania. Jamii ya watu wa Mafia hutegemea sana bahari na mifumo yake ya kiikolojia kuwazalishia huduma mbalimbali pamoja na mahitaji yao ya kila siku. Shughuli ambazo zinatokana na bahari katika ukanda huu wa Mafia ni pamoja na uvuvi, kulima wa mwani, uvuvi wa pweza, ukusanyaji wa kauri pamoja na utalii. Vile vile kuna huduma pia ya kusafirisha samaki na ile biashara ya samaki. Lakini pia shughuli hizi zinakutana na changamoto kubwa sana ambazo zinaathiri sana maisha ya watu. Changamoto hizo ni pamoja na mabadiliko ya tabia nchi, pamoja na dhana duni za kuendea katika bahari, lakini pia bila kusahau mwingiliano wa yale matumizi ya hizo rasilimali katika upande wa bahari. Hata hivyo, wakazi wa kisiwa hiki hunufaishwa na shughuli za uvuvi, kilimo cha mwani na uokotaji kauri. Baadhi yao wamefanikiwa kujenga nyumba, kununua usafiri kama pikipiki na hata kulipa ada mashuleni. Ndio tunavyoenda pwani na kupata kauri, tukija tunajenga nyumba, tunawekea matumizi madogo madogo. Shughuli ya kutana pweza inanufaisha kwa kipato tunachokipata. Maisha yangu yanaenda na baadhi ya ndugu na wasaidia kutokana na hiyo shughuli yangu ya pweza. Nimejenga nyumba kwa shughuli ya pweza na bado nasomesha wadogo zangu kwa shughuli ya pweza, na bado na mambo mbalimbali naendesha kama vile na baskeli, bodaboda kwa shughuli yangu hii ya pweza. Sambamba na faida hizi, changamoto huwa haziepukiki. Kumekuwa na mwingiliano wa matumizi ya bahari kati ya wavuvi, wakulima wa mwani pamoja na wakusanya kauli. Vile vile kushuka kwa bei na uchafuzi wa mazingira. Changamoto za bei huwa mara inapanda mara inashuka. Soko lenyewe pia halipo huru sana, na wenye vyombo vya usafiri wanapitisha sana maboti yao kwenye shamba zetu za mwani na wanapatia sana. Na wale huwa wanataiga sehemu ambapo ni kupita maboti, lazima kama ragumia. Inawezekana usiku kikapita chombo ambacho cha safari au kwa asubuhi ndio wavuvi wamepita wamekata kamba zetu. Ni uvuvi haramu kwenda katika zile coral reef au wakati wa kuvuta nyama, na kwa zile coral wanaziua. Pia hizi swala la plastiki kwa wageni wana complain, kwa hiyo wakicomment kwenye mitandao na tunashindwa kupata wageni wengi kwa mwaka. Licha ya hayo, uongozi wa vijiji walikuwa na haya ya kusema kuhusiana na changamoto hizo. Wana sustainable gears, unaona. Hali ya hewa unaona joto kali sana. Kwenye mwani vile vile utakwambia bana, wakati mwingine vifaa vitoshi. Mazingira yao yanakuwa sio mazuri ya kufanya ile kazi. Hata bei zinakuwa sio nzuri. Na uongozi wa kamati ya uhifadhi wa vijiji vilivyoko pembezoni mwa bahari walikuwa na haya ya kusema kuhusiana na changamoto hizo. Kamati za hifadhi zinafanya kazi kwa mujibu wa sheria za hifadhi na maeneo tengefu za vijiji au vijiji vina bylaws. Katika kuzianzisha zile sheria zinatakiwa zishingiliane na sheria ya hifadhi. Kwa hiyo wao usimamizi wao kama kijiji wanasimamia pia kwa kutumia sheria za hifadhi, lakini kina kamati zingine, kamati ya mazingira, kamati ya nini, kwa mujibu wa serikali za mitaa. Kwa hiyo wao zile sheria ambazo zinaendana na mazingira wanazitumia hizo. Changamoto hizi zimepelekea baadhi ya wakazi wa kisiwa hiki kuwa na shughuli nyingine mbadala za kujipatia kipato. Nashughulika na kulima mpunga, kulima muhogo,
Naitegemea zaidi mwani na kilimo cha mpunga. Inaanza mwani, inakuja kufuata mpunga. Haya ni maoni yaliyotolewa na wadau kuhusiana na sheria zilizowekwa na Kamati ya Uhifadhi wa Bahari. Sheria za kanuni za manipaki kutubana kwetu sisi ni faida kwa vizazi vyetu vijavyo. Kama kanuni singewekwa, mimi pia singevua. Kwa mimi baba ni mkuta mvuvi na mimi mvuvi na vizazi vijavyo tutakuwa wavuvi. Kama kusikuwa na sheria kali, bahari singevua, ingenishinda kuvua. Kwa mfano nje ya hifadhi Bakavale kukenda kilo samaki kumaliza. Kwa vile wameweza kutoka, hakuna kanuni ambayo ilowabana kuvua kule. Unaweza kuwa unakuja huko. Elimu ya uelewa kuhusu masuala ya shughuli za uhifadhi na shughuli za umuhimu wa njia za asili katika kupromoti matumizi endelevu ya rasilimali ambayo ni kitu kikubwa na muhimu sana. Sheria ndio ile ishapita, lakini baada ya muda fulani inabidi ucheki kama imeleta impact positive au negative, na kuangalia namna gani unaweza kumitigate hizo issues ambazo zimejitokeza huko ndani na kuweza kufanya marekebisho ipasavyo. Kiujumla ni kwamba katika sehemu ambayo ina weakness ambayo pia inaonekana, kuna haja ya kufanya spatial planning, kufanya planning ya maeneo yao ya matumizi, ili maeneo ya utalii yaeleweke, maeneo ya kuogelea yaeleweke, maeneo ya bandari yaeleweke, maeneo ya kulima mwani yaeleweke. Kuna uhitaji wa kufanya hiyo spatial planning. Tumeona kuwa asilimia kubwa ya wanajamii wa Mafia wanategemea zaidi bahari katika kujipatia riziki zao. Wanategemea bahari katika shughuli mbalimbali kama vile uvuvi, ambapo ni pamoja na uchukuaji wa pweza, kuna ukotaji wa kaure, kuna wakulima wa mwani, na vile vile wanatumia maeneo ya bahari katika kufanya mambo ya utalii. Lakini mbali na kwamba bahari ni chanzo cha riziki au chanzo cha kipato kwa wananchi hawa, kuna changamoto zinazowakabili. Na changamoto hizi ni pamoja na mabadiliko ya tabia nchi. Kwa mfano wakulima wa mwani, mabadiliko ya tabia nchi, joto likiwa kali sana, huwa linaathiri sana kilimo cha mwani. Na vile vile kuna maingiliano, shughuli mbalimbali zinaingiliana kwa sababu eneo ni hilo hilo. Utakuta mkulima wa mwani anafanya sehemu ambayo na mvuvi wa dema anataka avue. Wakotaji wa kaure wanataka wakaokote maeneo hayo hayo. Kwa hiyo tumeona hizi ni changamoto kuu ambazo zinawaathiri wananchi hawa wanaotegemea rasilimali hizi. Kwa hiyo ni vizuri kuhakikisha kwamba shughuli hizi zinaendelea kuwanufaisha wanajamii bila kuathiri mazingira, kwa kufanya usimamizi ulioendelevu, ambapo ni pamoja na kuhakikisha kuwa kuna mpango bora wa matumizi ya bahari, kuhakikisha kwamba kwa maana kwamba kila shughuli inafanyika eneo maalum lililotengwa, sio kuingiliana. Na vile vile kuhakikisha kwamba kunakuwa na usaidizi wa shughuli mbadala ili kupunguza shughuli nyingi kufanyika kule baharini. Na vile vile kuimarisha mashirikiano kati ya wanajamii, taasisi za serikali na zisizo za serikali. Kwa sababu kukiwa na mashirikiano kutakuwa na maelewano mazuri na kuhakikisha kwamba sheria zinatekelezwa.